Tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Bwana Yesu Kristo, Bwana, tunakaribia kiti chako cha enzi kwa njia ya unyenyekevu na imani. Bwana, tunalienzi jina lako, tunasema wewe ni Bwana, tunasema ya kwamba unastahili. Asante Bwana kwa sababu ya vile unatuongoza Bwana katika maisha haya, vile ambavyo uliongoza watakatifu wako nyakati zilizopita na wakapata Bwana mafanikio ya siku zao. Unatuongoza hivyo Bwana siku ya leo ili tuweze kupata mafanikio ya siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu, ninaomba utakase maisha yetu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunajua tunaokolewa kwa neema, lakini ni damu ambayo inatuhifadhi tukiwa watu ambao wameokolewa. Ninaomba ya kwamba uweze kututakasa kwa hiyo damu na kutuondolea hatia zote na hitilafu. Tuwe ni watu wenye haki Bwana, hata wakati ambapo tunaleta mbele zako sadaka za kiroho, unazikubali kwa sababu hamna lawama ndani ya maisha yetu. Mwenyezi Mungu, kwenye ibada hii ninaomba ya kwamba uweze kuwa na mamlaka, uongee na kila mmoja wetu, uinue kila mmoja wetu, tunyoshe. Mungu wetu, utekeleze mapenzi yako miongoni mwetu. Asante Baba yetu, ninaomba ya kwamba uharibu mipango ya shetani dhidi ya kanisa lako, dhidi ya watoto wako, na uimarishe kila muaminio. Na baada ya mambo yote, sifa na utukufu ni zako. Pia wale ambao wanateseka katika mwili kwa sababu ya maradhi, shida za kiafya, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo utahudumia kwa njia ya Roho Mtakatifu, uuze miili yao na uweze kuondoa maradhi yote. Ukifanya hivi Bwana, sifa na utukufu ni zako. Tunaomba tukiamini umesikia maombi yetu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Wakati tumesimama hivi, ningetaka tufungue Biblia zetu katika Yohana 14. Yohana 14. Tusome kutoka mstari wa 12 mpaka mstari wa 20. Amina, amina nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda, mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali nyinyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Bwana aongeze baraka. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kuongea juu ya kuelewa lile kanisa la tabaka ya juu. Kama tungesema kwa Kiingereza, tungesema understanding the super church. Kuelewa lile kanisa la tabaka ya juu. Kwa sababu hapo katika Yohana 14 na 12 ndipo tumesikia maandiko yakisema, kazi ambazo yule ambaye ananiamini, kazi ambazo ninafanya atafanya kama hizo, na kubwa kuliko hizo za Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo inamaanisha ni kanisa kuu, tabaka kuu la watu ambao wanafanya kazi kama hizo. Sasa ningetaka kuongea juu ya kuelewa hilo kanisa, understanding the super church. Na tunajua ya kwamba hii ni ahadi ya siku ya leo, ni unabii. Tunajua kuna usiku Mungu alikuja kwa nabii
Akamwambia, toa kalamu yako na uandike yafuatayo. Na akaanza kuandika yale mambo. Ametoa kalamu na karatasi, akaanza kuandika yale mambo kama kurasa 6 hivi. Baadaye nabii ameweka hilo jambo katika nyakati 7 za kanisa. Lakini mwanzo kabisa, wakati ambapo alilileta, ni katika ujumbe ambao unaitwa neno lililonenwa ndilo mbegu ya asili. Hapo ndipo mwanzo nabii aliweka ule unabii. Lakini baadaye ameweka pia kwenye nyakati 7 za kanisa, ukisoma ule wakati wa Pergamos. Na hapo ikafika mahali akasema wakati wa mwisho kutakuwa na kanisa kuu na tabaka la juu la watu. Tabaka la juu kabisa la watu na kanisa la hali ya juu kabisa. Na akasema ya kwamba huyo ni biharusi wa Kristo, na ya kuwa atafanya kazi za Bwana wetu Yesu Kristo. Biharusi atafanya kazi za Bwana Yesu Kristo. Anasema hivyo. Ni mahali ambapo, kwa sababu najua jumbe za nabii zimeungana, na wakati tunaongozwa na Roho Mtakatifu naweza kuunganisha hapa na unganisha na pale na unganisha na pale. Katika ule ujumbe pia ambao unaitwa Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Nabii anasema Mungu alikuwa na mpango, ama alikuwa na siri iliyo na sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni Kristo, ni Mungu alikuwa anataka ajifunue kwa watu, na hiyo inafanyika kupitia Yesu Kristo akijifunua kwa watu. Ndio maana Waibrania mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka wa 3 inasema Yesu Kristo ni mfano halisi wa Mungu asiyeonekana. Kwa hivyo ukitaka kumuona Mungu huwezi kumuona kwa njia nyingine ila kwa njia ya Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye chapa ya Mungu asiyeonekana. Na alikuwa anataka kujifunua, anajifunua kwa njia ya Yesu Kristo, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, angetaka alete mamlaka yake ndani ya watu ambao atashiriki nao uzima wake, ambao atashiriki nao kiti chake cha enzi. Kwa hivyo sehemu ya pili ni Kristo akiwa ndani ya biharusi, na huyo biharusi asitumie mawazo yake, lakini aweze kuwa chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu, kile kinaitwa kwa Kiingereza preeminences. Ili sasa kutoka hapo Kristo sehemu ya kwanza na biharusi sehemu ya pili waingie pamoja sehemu ya 3, ambao ni utawala, ni ufalme, mahali wanatawala pamoja. Na ndio sababu katika Ufunuo 3 na mstari wa 21 kwa kanisa la Laodikia, wakati ujumbe wa Laodikia unafika mwisho, unasikia Roho Mtakatifu akisema, yule ambaye atashinda kama nilivyoshinda ataketi katika kiti changu cha enzi. Kama nilivyoshinda nikaketi katika kiti cha Baba, ataketi katika kiti changu cha enzi. Kwa hivyo ni kusema atatawala pamoja na Yesu. Tuweze kuelewa mambo hayo. Ni siri ya Mungu iliyo na sehemu 3. Kwa hivyo kile nilikuwa naangalia hapo ni kanisa ambalo Kristo ana hatamu, Kristo ana mamlaka ndani ya hilo kanisa. Ili liweze kuwa kanisa la tabaka ya juu, ni kusema ya kwamba haliongozwe na mwili, lakini ni Kristo amechukua hatamu, ni Kristo amechukua mamlaka. Na niliwaambia, na sijui kama ni wiki jana ama ni majuma kadha yamepita, nikawaambia mahali nabii anasema hivi. Anasema kuna kanisa ninaona pale njiani likija, na anasema jambo hili la kuongozwa kwa mwili litaondoka, na nafasi hiyo itatwaliwa na Roho Mtakatifu. Hiyo vacuum, hiyo nafasi tupu itatwaliwa na Roho Mtakatifu, hivi kwamba hawa watu wakinena neno litaenda kama umeme kutimiza kile ambacho wamesema. Akasema ya kwamba watasema neno na neno litaumba. Akasema ninaona hilo kanisa likija pale njiani, ni kanisa la tabaka ya juu, the super church. Na kwa hivyo inamaanisha hivi, kuna mahali nabii tena anasema katika ujumbe Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa, anaongea juu ya kuzaliwa mara ya pili. Anasema ni ufunuo wa Yesu Kristo. Anasema ni uhai wako unatolewa, na uhai wa Kristo unawekwa ndani yako. Na ukiwekwa ndani yako, uhai huo wa Kristo ukiwa ndani yako, unaweza kupata mamlaka. Uhai wa Yesu Kristo unaweza kupata mamlaka ukiwa ndani yako.
ya kwamba watu wakikuangalia hivi wanaona maisha ya Kristo na wanaona kazi za Bwana wetu Yesu Kristo. Na anasema mahali pengine pia katika ujumbe mwingine ambao unaitwa mahali ambapo amechagua kwa ajili ya kuabudiwa, anasema itakuwa kama wakati wa mitume. Mitume hawakuhitaji kuambia mtu wao ni waaminio baada ya kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu kila mmoja aliwaangalia akaona Yesu Kristo akiwa ndani ya hao watu. Wakajua Yesu alikufa na hatumuoni tena katika hii dunia, japo tunasikia mwili wake hauonekani, lakini ule uzima ulikuwa naye na yale mambo tulikuwa tunaona naye. Wayahudi wanaangalia, wanaona mambo hayo ndani ya wanafunzi wake. Najua Ukristo, ndugu na dada, si yale mengi unaweza kuambia watu. Unajua madhehebu, mtu akipatiwa nafasi anasimama anasema jioni ya leo nimeokoka, Yesu ni Bwana, anaongea mambo mengi ya ushuhuda wake, lakini ukiangalia substance hakuna, ukiangalia uhalisi hakuna. Sio yale mengi unaweza kuambia watu. Na ni vizuri kushuhudia wewe ni muaminio. Mungu akipatia hiyo nafasi ya kushuhudia kwa kinywa ni ajabu, lakini si yale mengi sana unaweza kusema, ni yale unaweza kuishi. Kristo aonekane akiwa ndani ya mwili. Hicho ndicho ambacho ni cha muhimu sana, kuweza kuonesha Ukristo. Ndio sababu Biblia inasema katika Mathayo, Marko inasema hivi, ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Na unajua chumvi haina maana isipowekwa kwenye chakula. Inawekwa kwenye chakula ili chakula kiweze kuwa na ladha. Na chumvi inakuwa na maana kama chumvi ni wewe na mimi, wakati tunachanganyikana na wale watu wa dunia ili waweze kuonja kitu ambacho hawana na watamani kuwa vile ulivyo. Na akasema mahali hapo, alisema ya kwamba sisi ni chumvi ya ulimwengu, akasema pia sisi ni nuru ya ulimwengu. Na unajua kazi ya nuru ni kuangaza. Si yale mengi sana unaweza kusema, ingawa tunajua waaminio lazima washuhudie wakipata nafasi, na washuhudie kwa amani, si kwa vita. Najua wengi sana wanashuhudia wakiwa wameshika rungu. Unauliza mtu, wewe ni wa kanisa gani? Akisema dhehebu lake, unamuita na si wewe ni shetani. Sasa atakuwa shetani namna gani? Ni mtu ambaye amenaswa na utaratibu wa kishetani. Lakini usiite mtu shetani. Wengi hawajui kushuhudia kwa sababu anaona mtu asiamini, anaona sasa hii ni nafasi yangu ya kufanya vita. Usishuhudie kwa njia ya vita, shuhudia kwa njia ya amani. Huo ndio Ukristo. Lakini nilikuwa nasema ni vizuri kushuhudia ukipata nafasi, lakini zaidi ya yote cha muhimu sana ni kuweza kuonesha ule uzima wa Yesu Kristo. Ili watu wakiangalia hivi, hata kama hutaongea mambo mengi, ni kama vile Elisha alikuwa anapita pale na yule mwanamke wa Shunemu akaangalia kaona huyu ni mtu mtakatifu wa Mungu. Hakuwa ameambiwa na Elisha hakwenda kuambia, "Hey, mnajua mimi ni mtu wa Mungu." Hakuambia mtu. Alikuwa anapita zake akienda kila wakati, na huyu mama akapamanua, "This is a man of God." Na hivyo ndivyo Mungu anataka kila mmoja wetu aweze kuwa na ule uzima. Watu wakikuangalia ni Yesu Kristo anaonekana ndani yako. Tusikuangalie ndugu tuweze kuona wanasiasa. Tusikuangalie tuweze kuona Cristiano Ronaldo. Tusikuangalie tuweze kuona mambo ya ulimwengu. Lakini wacha tukuangalie sister, brother, tukikuangalia tunaona Yesu Kristo. Yesu Kristo akiwa shambani, Yesu Kristo akiwa jikoni, Yesu Kristo akiwa shuleni, Yesu Kristo akifanya kazi mahali katika ofisi. Tuone Yesu Kristo, lakini tusione mambo ya ulimwengu katika waaminio. Kwa sababu Kristo anataka aweze kuwa na hatamu, aweze kuwa na mamlaka katika maisha ya kila mmoja wetu. Ukristo si kuongea sana, ni yale unaweza kudhihirisha. Unaona? Lazima umatch maneno na maisha. Lazima pawe na balance, Usiongee sana mpaka ratili inaenda huko juu, mizani inaenda huko juu kuongea, lakini kuishi ni pale chini. Unaona? Lazima umatch, yote mawili. Vile unasema ionekane katika maisha yako. Ni kweli, unajua siku hizi walimwengu ndugu, hata kuweka ahadi imekuwa ni vigumu sana. Mtu mnakubaliana mkutane kesho saa fulani na hamutakutana, atavuja mkataba na hata kuwa sorry. Unaenda pale unangoja, ukipiga simu atakudanganya niko karibu na anajua hata kuja. Mkristo asiwe hivyo. Ukiambia mtu nitakuja kesho, isipokuwa kuwe na kitu ambacho kitakuzuilia, na hicho pia kikitokea unafaa umwambie, hutakiwi kuvunja mkataba.
kile ambacho unasema na maneno lazima umatch na maisha na matendo. Ndio sababu maandiko yanasema Yesu alikuwa ni nabii mkuu kwa tendo na kwa neno, in word and deed. Sio neno tu, lakini pia matendo. Ukristo ni hivyo. Siku ya leo madhehebu wanaongea sana, lakini wa madhehebu wameisha. Hakuna kitu. Nabii anasema ni radi isiyo na umeme. Thunder without lightning. Anasema kuna wakati walikuwa na umeme pale ndani, lakini sasa umeme uliondoka, radi ikaachwa pale. Ni simba malala. Simba malala hana meno. Naona Wapentekoste wako hivyo. Na Mungu atusaidie sana. Wakati tunaongea juu ya kanisa hili la tabaka ya juu, kwanza tuna mfano kwa sababu tuna mtu mmoja ambaye ametangulia, William Branham. Ametangulia tukaweza kuona hili kanisa linatakiwa kuwa namna gani. Tukaweza kuona mtu ambaye ana imani kamilifu. Ambaye alisema imani kamilifu ikikutana na hali yoyote hairudi nyuma, haiogopi, inadhibiti hiyo hali. Tumewahi kuona jambo hilo katika huyu mtu. Yale yote Mungu alimuongoza kufanya, anadhibiti hali ya aina. Angalia wakati brother Way alikufa ndani ya kanisa, na ndugu amekufa ghafla kwa sababu alikuwa na kinyongo. Ndugu huyu brother Way alitembelewa na shetani, nabii akaanza kuona kuna kitu cheusi juu yake, na hicho kilikuwa ni complex. Kinyongo hicho kilikuwa kinaonekana kama kitu cheusi juu yake kwa sababu ni kitu cha shetani. Na wakati una kinyongo ndugu na dada, ujue sio kitu cha Mungu, shetani amepata makazi ndani yako wakati unapata kinyongo. Na sasa huyo alikuwa shetani anakampatia kinyongo dhidi ya ndugu Branham. Mahali ambapo nabii akinena neno pale, brother Way kwa moyo wake anakataa. Anakataa kila kitu. Na hilo jambo mwishowe likamwadhiri, akapata mshtuko wa moyo ghafla na akafa ndani ya kanisa. Na ili julikane amekufa kwa sababu unajua Mungu akitaka kudhibitisha jambo, anafanya hali zote ziweze kuambatana. Mke wake alikuwa muuguzi, alikuwa nurse, na alikuwa na ile mashine inaitwa stethoscope hata ndani ya kanisa kwa sababu ya emergency. Ili sasa adhibitishe mumewe amekufa ndani ya kanisa. Na wakati brother Way alianguka, wakati alienda akapima, alianza kupiga nduru kwa sababu ameona amekufa. Si unaona? Sikubahatisha. Mungu alitaka watu wajue brother Way amekufa ndani ya kanisa. Mke wake ni nurse, alikuwa na ile mashine, akapima na akaona mume amekufa. Na unajua hilo jambo lingeleta taharuki kubwa sana, ndugu amekufa ndani ya kanisa. Naona? Sasa nabii, angalia imani kamilifu ikifanya kazi, akasema sitaki kusikia hapo watu wanapiga nduru. Mumefundishwa vema kuliko hivyo. Msianze kupiga nduru hapa. Sasa angalia ni imani inainuka kudhibiti hali hiyo. Akaacha kuhubiri pale, akashuka kutoka kwa pulpit, akaenda pale mahali ule mwili uko kwenye sakafu, na unaweza kusikia ombi lake katika ukanda. Nafikiri ilikuwa ni June 23 mwaka 63. Ninasikia akisema, Baba, hebu na uzima wake uweze kurudi ndani yake. Na brother Way akafufuka. Jioni hiyo hapo ndipo nabii alikuwa anasema brother Way alikufa kwa sababu ya kuwa na kinyongo. Usiwe na kinyongo ndugu. Sister, usiwe na kinyongo kwa sababu kinaweza kukuadhiri. Inaonesha kinyongo kinaweza kuleta mpaka heart attack. Naona? Lakini nilikuwa nasema nabii alidhibiti hali hiyo na imetokea ghafla. Ni mtu aina hiyo tunaongea juu yake, ya kwamba hili kanisa kuu tunaongea habari zake, tuna kielelezo. Kuna mmoja ambaye ametangulia. Tunaona mahali mambo Mungu alimtumia kufanya. Ananenea hali za anga zinamtii. Anaumba wale wanyama. Ananena neno linaokoa watoto wa Sister Hati na ndugu mwingine pia. Tunaona kazi za Bwana Yesu Kristo zikiwa katika maisha yake. Lakini sasa ili nabii aanze kujielewa yeye ni nani, wajua alizaliwa akiwa nabii, lakini lazima hata baada ya kuzaliwa ukiwa kitu fulani, lazima siku ifike uwekwe katika hiyo nafasi. Na wakati alianza kuona maono, akiongea na wahubiri, wanamwambia ni shetani anakutembelea. Na akaona hiyo ni hatari kubwa sana, hangetaka kuwa na uhusiano wowote na shetani. Na ndio sababu aliamua siku moja, akaambia mke wake, nimeenda mahali kuomba kule Green Mill, Indiana. Na mke wake akamuuliza na utarudi siku gani? Akamwambia sijui kama nitawahi kurudi,
kwa sababu inategemea kama Mungu atanijibu. Asiponijibu huenda hutawahi kuniona tena. Huyo ni mtu ambaye anamaanisha biashara na Mungu, dead serious, kwa sababu angetaka kuwa na answer na jibu kwa haya mambo yanamkuta kila wakati. Anasema mambo haya nimeshindwa kujizuilia, maono yanakuja kila wakati, ninajua mambo ya watu na uhubiri, na ndio watu wa Mungu nikiwauliza wananiambia ni shetani. Singetaka kuwa na uhusiano na shetani. Na tunajua hilo jambo. Wakati aliomba usiku, malaika akaingia kwenye pango, na huyu malaika alikuwa ni Yesu Kristo katika umbo lingine, na akaanza kumwambia hivi, nimetumwa kutoka kwa uwepo wa Mungu. Na hiyo inafanya ndugu wengi kusema hakuwa Yesu kwa sababu yeye ni kutumwa, alitumwa. Lakini nabii baadaye anasema hii picha mnaona imepigwa hapa nguzo ya moto ni yule mtu ambaye alinitembelea kwenye mapango miaka kadha iliyopita. Na huyu mtu ni Kristo jana, leo na hata milele. Ni yeye alikuwa anaongoza wana wa Israeli kule jangwani, na ni yeye aliangusha Paulo kule akielekea Damascus. Anasema ni Yesu Kristo. Kwa hivyo huyo ndiye alikuja kwa ndugu Branham pale kwenye mapango, na wakati alikuja kumwambia maana ya maisha yake yasiyoeleweka. Anasema nimekuja kukuambia kuhusu maisha yako, kukufunulia wewe mwenyewe maisha yako yasiyoeleweka na watu. Akaanza kumuonesha mambo hayo. Akaanza kufanya nabii ajielewe yeye ni nani na kazi yake ni nini na kwa nini ameinuliwa na Mungu. Akaanza kumuonesha mambo hayo. Na hapo ndipo nabii aliingia katika mivuto. Kaenda mvuto wa kwanza na wa pili na hatimaye mvuto wa tatu. Akaweza kujielewa kama vile Gideon alijielewa, kama vile Musa alijielewa wakati alisimama mbele ya ile nguzo ya moto kwenye kijiti kilichowaka. Naona akaweza kujielewa na akaelewa ni kwa nini Mungu amemuinua. Nabii naye ikawa ni hivyo. Na kutoka hapo akaanza kuimarika sana katika huduma, na kila wakati anaenda juu na kwenda juu kila wakati. Na yale mambo tunaona Mungu akifanya naye inatuonesha vile Mungu angetaka na kila ndugu na kila dada. Yeye alikuwa ni mtu wa kwanza katika hili kanisa kuu. Alikuwa ni malimbuko ya kwanza. Alikuwa ni mganda wa kwanza, tuseme hivyo, katika hili kanisa kuu, kuonesha ya kwamba kwa sababu tuko katika shamba moja na ndugu Branham. Maana anasema hivi katika nyakati 7 za kanisa, hakuna watu ambao watamwamini isipokuwa wale ambao waliteuliwa pamoja naye. Kwa hivyo ni kusema tuko katika shamba moja na William Branham. Na yeye alikuwa ni sehemu ya kwanza katika kona yake kukomaa. Lakini si yeye peke yake atakomaa, hata na wengine ambao walikuwa hawajakomaa hata kidogo mwishowe watakomaa. Lakini wakati mmoja anakomaa, Mungu amekupatia kielelezo uone vile atafanya katika siku zijazo. Sasa tukaona huyo mmoja. Na siku ya leo, wakati ambapo tunaongea juu yetu sasa, kwa sababu tumesema nabii alikuwa ni kielelezo, wakati ambapo tunaongea juu yetu, kuelewa hili kanisa la tabaka ya juu, jambo la kwanza tunaelewa kwa njia ya neno ambalo limefunuliwa. Ukiweka neno nje, huwezi kuelewa wewe ni nani, siwezi kuelewa mimi ni nani. Ni kwa sababu ya neno tunaweza kujielewa. Na kama vile nimekuambia siku nyingi, nabii anasema wakati unakutana na huu ujumbe, anasema ni neno likukutana na neno. Unaona hiyo chembe ya uzima ulio, hiyo nafsi ni neno la Mungu la kizazi hiki. Hata wakati ulikuwa huelewi chochote, hata ukinyonya ukiwa mtoto, nafsi hiyo ilikuwa pale imelala, lakini hiyo nafsi ni neno la Mungu la majira haya. Na wakati ulikutana na ujumbe ambao Brother Branham amekuja nao, neno la Mungu la majira haya, basi ilikuwa ni neno likukutana na neno. Neno hili ambalo Malaki ni amenena, nabii amenena, na neno wewe nafsi yako ni neno likukutana na neno, na ndio sababu kuna mapatano. Ndio sababu kuna mapatano, unasema amina. Na unasema amina na moyo wako wote kwa hili neno lote. Kwa huo ndio unaitwa uteuzi. Uliteuliwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Kwa hivyo neno linakuja kukuonesha wewe ni nani. Hebu sikia hapa, ujumbe haukufanyi mbegu ya Mungu. Roho Mtakatifu kuzaliwa mara ya pili hakukufanyi mbegu ya Mungu. Sijui kama tunaamini hayo. Kujazwa na Roho hakukufanyi mtoto wa Mungu. Unajazwa na Roho kwa sababu wewe ni mtoto.
kwa sababu mtu asiye mtoto hawezi kujazwa na Roho. Kuna watu wanaamini hivi katika ujumbe, ili uweze kuwa mtoto wa Mungu ni wakati unazaliwa mara ya pili. Na hiyo si kweli. Wewe ni mtoto wa Mungu hata wakati hujazaliwa mara ya pili. Lakini wakati unazaliwa na Roho Mtakatifu ni confirmation, ni thibitisho ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, na ni kukuweka katika nafasi yako, kwa sababu wakati huko umezaliwa ulikuwa nje ya nafasi. Wacha nikwambie ndugu, kawaida yako katika mapenzi ya Mungu sio kukaa bila Roho. Sister, kawaida yako sio kukaa bila Roho. Hali yako ya kawaida normal ni kukaa ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu. Pole kwa kusema hivi, lakini ni nabii anasema ya kwamba mwanaume ambaye hana Roho ni kama mnyama. Ni kama mnyama. Anasema anaweza kushika mtoto ambaye ananyonya, atupe mtoto na kubaka yule mama, kwa sababu kuna unyama ndani yake. Ndio sababu nabii anasema kabla ya kuzaliwa mara ya pili unakuwa na asili mbili ndani yako, two natures. Kunakuwa na nature ngapi? Mbili. Asili mbili ndani yako katika moyo. Moja ni ile mbegu ya Mungu ambayo wakati huo iko dormant, haifanyi kazi, na hiyo nyingine ni asili ya ulimwengu ambayo nabii kuna mahali anasema ni nyoka, mahali pengine anasema ni mzizi wa dhambi, anasema mambo mengi. Na anasema ya kwamba hiyo asili ya ulimwengu ndio inahitaji kuchomwa na kuteketezwa na moto wa Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu ambaye ni asili ya Mungu, ambaye ni Mungu, ambatane ama ashikamane na nafsi yako, uweze kuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Hapo ndipo unazaliwa mara ya pili. Lakini haufanyiki mtoto wa Mungu saa hiyo, na haufanyiki mbegu ya Mungu. Ni mtoto wa Mungu akirejeshwa katika nafasi yake, kwa sababu kawaida ya muaminio anatakiwa kuwa na Roho Mtakatifu. Kukaa bila Roho Mtakatifu sio fungu lako. Fungu lako ni kuwa umejazwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu wewe na Kristo ni mmoja kutoka kabla ya misingi ya ulimwengu. Maandiko yanasema hivi mahali pengine, mahali maandiko yanaongea juu ya usitumie mwili kufanya uzinzi, na yanasema ya kwamba mtu akifanya uzinzi anakuwa mwili mmoja na kahaba. Mahali papo hapo Biblia inasema lakini yule ambaye ameungana na Bwana amekuwa roho moja na Bwana. Hiyo inamaanisha ya kwamba Roho Mtakatifu ameungana na hiyo nafsi, hiyo mbegu ya Mungu, wanakuwa kitu kimoja. Huwezi kwenda baadaye tena pale utenganishe, ama useme ninaona mpaka huko hapa wacha niwatenganishe. Huwezi, kwa sababu wanakuwa roho moja. Biblia inasema hivyo katika Waefeso. Kwa hivyo unaelewa kwa njia ya neno ya kwamba uliteuliwa kwa ajili ya hii nafasi. Umeteuliwa kuweza kuwa kanisa kuu na tabaka kuu katika kizazi hiki. Unaelewa hilo kwa njia ya neno, ufunuo wa neno. Ufunuo huu unakuja kufanya ujue wewe ni nani. Naona kila wakati Mungu akitembelea watu anawajulisha wao ni akina nani na amewainua kwa nini. Alijulisha Musa yeye ni nani na kwa nini amemuinua, ni akomboe wana wa Israeli. Akajulisha Gideoni, amemuinua ili aweze kuokoa Israeli kutoka mikono ya Wamidiani, na amefanya hivyo kupitia nyakati zote. Wakati alijifunua kwa Paulo, alimwambia nimekufanya nuru kwa watu wa mataifa. Na wakati Mungu anakuja kwako ndugu, dada, anakuonesha kwa nini amekuleta katika kizazi hiki na kwa nini amekuinua. Na nabii anasema bi harusi anakuja hapa akiwa na potentials za Yesu Kristo. Ni kama mtoto mdogo ambaye ananyonya. Kama wale wako hapa wadogo, kama ni msichana ana potential ya kuwa mzazi, huyo ambaye ananyonya. Ana kila kitu cha kuwa mzazi, lakini majira bado. Na hawa vijana wadogo hapa, vijana wadogo sana wako hapa, wana potential ama uwezo wa kuwa baba. Wana kila kitu cha kuwafanya wawe baba, lakini majira bado. Na hivyo ndivyo ilivyo kiroho, ya kwamba unapokuja hapa katika haya maisha, nafsi yako haitokani na wazazi. Wazazi walikupatia mwili, lakini hawana uwezo wa kukupatia nafsi. Nafsi ilitoka kwa nguzo ya moto. Na hiyo nafsi ina chochote ambacho inahitaji ili uweze kunyakuliwa, uweze kuwa kanisa kuu, uweze kuwa tabaka kuu. Lakini majira yakifika, basi Mungu anakutembelea. Kwanza akwambie wewe ni nani, maisha yako asiyoeleweka hata na wewe mwenyewe. Hata wewe unajua huko unajielewa. Na kwa sababu huko unajielewa, lazima Mungu akueleze wewe ni nani.
Mungu akaanza kukueleza wewe ni nani, akaanza kukueleza juu ya ukoo wako, ulitoka wapi kabla ya kuja katika haya maisha. Unaona mambo hayo ili uanze kujifahamu wewe ni nani. Unajua hii ni alignment, ni kuweka kitu katika mstari. Huyu ni Mungu na ulikuwa pale nje. Ulikuwa pale nje ya line. Na sasa nataka akunyoshe, akuweke katika mstari mmoja na yeye hivi. Sijui kama mnanielewa. Inaitwa alignment. Wale ambao ni mafundi hapa akina brother Peter, si mnaelewa mambo haya ndugu? Wakati mnaweka ile plumb line mkifika, si mnataka kuona hilo jambo liko line kabisa? Ni hivyo, na Mungu naye anafanya hivyo. Anaona hawa ni watoto wangu, wako nje ya utaratibu, wako nje ya laini, wanakunywa pombe, wamekuwa wahubiri katika madhehebu, wako nje ya mpango wa Mungu kabisa. Na Mungu anaanza kuleta neno. Wakati anaanza kuleta neno, anaanza kualign pole pole, kuwaleta pole pole mpaka waingie mstari mmoja na yeye. Mpaka waanze kusikia sauti yake na wasisikie neno la mtu mwingine. Na ndio sababu anasema inafika mahali ambapo biharusi hata sikia neno la mwingine. Ni hivi yasema Bwana ama ananyamaza. Ukimletea kitu ambacho si neno hata husika, anajiweka kando. Hivyo ndivyo Mungu anataka katika majira haya. Na analeta neno ili aweze kukuweka laini moja. Hata wakati ujumbe unahubiriwa na wakati mwingine unakuelekea sana na unakuwa mkali, ukiwa mtu wa kiroho huwezi kuanza vita na mhudumu. Ukianza vita na mhudumu inamaanisha wewe huelewi kile unafanya. Yeye anatumika kama chombo. Wakati mwingine chombo hiki ambacho Mungu anatumia, wakati mwingine Mungu anaongeza kipimo cha joto. Unaona? Kwa sababu ni watoto wake ananyosha waweze kuwa kama baba yao. Huwezi kuanza kupigana na mhudumu eti kwa sababu unaona ujumbe umekuelekea sana. Kwa sababu ni Mungu akikunyosha uweze kutoka nje ya utaratibu, ingia katika utaratibu. Uweze kuwa moja na Mungu. Unaona wakati Elia alikuwa anatoa ile sadaka kule mlima Karmeli. Kwanza akarejesha mawe na yale mambo mengine alifanya, ni mioyo ya hao watu 7,000 alikuwa anashika aweze kuilainisha, iweze kuwa mstari mmoja na Mungu. Ndio sababu maandiko yanasema alikuwa anarejesha mioyo. Inarejeshwa wapi? Iweze kuambatana na Mungu. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Ya kwamba hapa kuna ujumbe wa kuweza kurejesha mioyo yetu kwenye imani ya baba zetu. Baba zetu kwani walikuwa namna gani? Nabii alikuwa anasema wakiambiwa kitu kidogo tu na Bwana walikuwa wanaelewa na wanatekeleza majukumu yake. Anasema one little nod. Wakiambiwa hivi tu hivyo, kinamisha kichwa, wanajua Mungu amesema nini na wanatekeleza. Na unatakiwa urejeshwe mahali pale kuonesha ya kwamba umerudi mstari mmoja na Mungu. Mapenzi ya Mungu yanafanyika katika maisha yako. Ndio sababu Yesu wakati alifundisha wanafunzi wake kuomba, alisema na wakati mnaomba muombe hivi, mapenzi yako yatendeke hapa duniani vile yanatendeka kule mbinguni. Na anasema mbinguni wanaishi kwa neno. Ngambo ile nyingine kuna mwili wako wa neno. Na mwili wako wa neno hauko nje ya utaratibu, uko katika utaratibu na baba kabisa. Na unatakiwa na wewe uwekwe chini ya ule utaratibu. Nafikiri tunaona jambo hilo. Na kitu kingine unaelewa ni kwamba kuna majira ambayo baba ameweka kwa ajili ya kila kitu. Nabii anasema hatukuwa na kizazi, wakati uliopita hatukuwa na kizazi cha kudhihirishwa kwa wana wa Mungu mpaka wakati huu, kwa sababu pyramid haiko imefika pale juu. Pyramid haiko imefika pale juu. Kwa sababu wana wa Mungu na binti za Mungu walifaa kudhihirishwa pale juu ya pyramid. Anasema ndio sababu katika vizazi vilivyopita hatukuwa na kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Lakini siku ya leo tazama tuko wapi? Lile jiwe jeupe ambalo lilifunuliwa pale lilikuwa juu ya pyramid. Anasema wana wa Mungu wakamilifu watatoka na wataenda wachukue mamlaka yote ambayo shetani alichukua kutoka kwao. Watapokonya shetani mamlaka. Na jambo hilo linafanyika katika hiki kizazi. Kwa hivyo tumekuja majira ambapo sasa Mungu atadhihirisha lile kanisa kuu. Lakini ndani ya hilo kanisa kuu na ndani ya hilo kizazi tena kuna majira ndani ya majira. Kuna majira ndani ya majira. Kwa sababu huwezi kuamini ujumbe sahihi na kisha kesho useme mimi ni mwana wa Mungu aliyedhihirishwa. Si ni kweli? Kuna majira yako ndani ya majira ya kizazi. Lazima uwe na utaratibu wa kukomaa katika kizazi hicho cha ukomavu ili uweze kuwa ni mwana wa Mungu ambaye anaonesha Kristo kwa njia kamilifu.
Ndio sababu wanasema huu upuzi wa Wapentekostes waamini ya kwamba wanatoa mtu kwa baa leo, nasemekana ameokoka, na kesho wanampatia nafasi ya kuhubiri hapa kwenye mibara, na wanamuita mwana wa Mungu aliyedhihirishwa, na hajajaribiwa na neno ionekane hata kama atasimama ama hatasimama. Anasema lazima ujaribiwe na neno. Ndio sababu mtu hawezi kuamini leo na wiki ijayo tuseme tunaona huyu ndugu atakuwa mchungaji. Biblia inasema mchungaji asiwe ni mtu wa kuokoka kwa maajuzi, asijaribiwe na kuangushwa vile shetani alianguka. Lazima awe ni mtu ambaye amekolea kwenye neno la Mungu. Nafikiri tunaona jambo hilo. Hebu tusome hapa kidogo Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3. Yohana huyu ameandika vitabu 5, ameandika Injili ya Yohana, nyaraka 3 na kitabu cha Ufunuo. Sasa ni waraka wake wa kwanza ndio nataka tusome hapo. Mlango ni wa 3, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Inasema hivi: Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Yaani upendo wa Mungu si kuwa na pink Cadillac. Upendo wa Mungu ni kuitwa mwana wa Mungu, binti ya Mungu. Huo ndio upendo wa Mungu, sio kuwa tajiri wa dunia hii. Haleluya. Kwa sababu hii ulimwengu hautotambui. Huwezi kutambuliwa kwa hii dunia. Kama wewe unataka kuwa na likes pale kwa Instagram na yale mambo mengine unatafuta hivyo, wewe umepoteza direction. Umepoteza GPS ya kiroho. Unatafuta umaarufu, na dunia hapa maandiko yanasema haitutambui. Kwa kuwa ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Sikia hapa sasa, wapenzi, sasa si wakati ujao, sasa tu wana wa Mungu. Now are we the sons of God. Sasa tu wana wa Mungu, lakini haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tuajue ya kuwa atakapodhihirishwa tunafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Sijui kama unajua huo unabii unatimia. Atakapodhihirishwa. Je, amedhihirishwa? Tutamuona na tutafanana naye. Na maandiko yanasema aje? Unageuzwa kufanana na ile sura unaangalia. Sasa tutakauzwa aje kuwa kama Kristo kama hakuna Kristo tunaona siku ya leo? Lazima kuna mmoja ambaye amefunuliwa tuweze kumwangalia kupitia neno ili tuweze kufanana naye. Lakini nasema sasa tu wana wa Mungu. Si tutakuwa wana wa Mungu, sasa tu wana wa Mungu. Na hujafanyika mwana wa Mungu eti kwa sababu sasa umekuja katika ujumbe. Ulikuwa hivyo kabla ya ulimwengu. Na hata wakati ulikuja katika haya maisha ukaanza katika dhambi, ulikuwa ni binti ya Mungu, ni mwana wa Mungu akiwa nje ya joint, ukiwa nje ya mapenzi ya Mungu. Lakini Mungu akaanza kukuita na neno ili aanze kufanya alignment. Akulainishe uweze kuwa mstari mmoja naye, uweze kuonesha mapenzi yake. Nabii anasema kila kitu ambacho Yesu Kristo alikuwa anafanya kilikuwa kinamuonesha Mungu. Anasema every move of Jesus reflected God. Na anasema ya kwamba hivyo ndivyo anataka na kila muaminio. Ya kwamba ndugu kugeuka tu hivi ni Kristo anageuka. Kuinama tu hivi ni Kristo anainama. Kama vile aliinama akaandika kwenye mchanga. Anasema anataka muaminio, kila move, kila kitu ambacho utafanya iwe ni Kristo anafanya hivyo. Na Mungu atusaidie sana. Unaona kuna majira. Kuna majira na kuna majira ndani ya majira. Tumeelewa juu ya majira ndani ya majira. Majira haya ama kizazi ni kudhihirishwa kwa wana wa Mungu, ndio sababu amefunua neno lote. Hiyo ni fact. Number 2, wewe ni muaminio katika haya majira. Huwezi kuokoka saa hii na jioni wewe ni mwana wa Mungu aliyedhihirishwa. Lazima uwe na majira yako ya kukomaa ndani ya majira ya kizazi. Si ni kweli? Na kujaribiwa na neno hapa na pale. Kwa hivyo Roho Mtakatifu mkuu anakuja kutafuta hawa ambao ni wateule, aweze kuwahuisha mambo hayo yatimie ndani yao. Nabii anasema katika ule ujumbe ambao unaitwa muhuri wa Pasaka, the Easter seal. Anasema hivi, anasema Roho Mtakatifu ni yule tai mkuu ambaye anaelea katika nchi kila mahali akitafuta wateule
ili aweze kuwahuisha ama kuwafanya hai kwa ajili ya kunyakuliwa. Hunting out the honest in heart, hunting out the elect for the rapture, for quickening, for the rapture. Anawatafuta ili aweze kuwafanya hai, kwa sababu nafsi zao ziko na potential, uwezo kama wa Yesu, waweze kuhuishwa, uwezo huo uanze kufanya kazi, kwa sababu nia yake ni kuwanyakua. Anasema hivyo. Hebu nimaliza kwa kusema hivi. Nabii anaongea juu ya mhubiri ambaye alikuwa anaitwa Paul Reda. Na huyu mhubiri alikuwa ni kabla ya ndugu Branham. Alikuwa anahubiri kabla yake na alikuwa ni rafiki ya ndugu Branham. Alikuwa ni mtu mzee zaidi kuliko ndugu Branham. Na siku moja akashikwa na ugonjwa kama wa malaria, akawa mgonjwa sana. Akaingia katika hali mahututi, akapoteza fahamu, bibi yake akaanza kulia, akaanza kumwombea hapo amezirai kwa kiti, akaanza kumwombea akilia. Kwa sababu sasa Reda alisema, ninaona sasa ni kwenda ninaenda. Na wakati aliingia katika hiyo hali ya kupoteza fahamu, nabii anasema koma, akaota. Kwa kawaida kazi yake, japo alikuwa ni mhubiri, kazi yake ilikuwa ni wale watu wanaitwa skuta, wale watu wanaangusha miti, pasua miti inakuwa mbao, mambo kama hayo. Alikuwa mahali na alikuwa na boss, alikuwa na mwajiri wake ama yule mtu ambaye anamsimamia kule kazini. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake ya kawaida, japo alikuwa ni mhudumu. Na nabii alikuwa anaenda kumsikiliza wakati mwingine akihubiri. Na katika hiyo ndoto akaota akiona boss wake, yani yule msimamizi wake, akimwambia nataka uende pale juu ya mlima, na sasa wako katika kambi hapa chini, wako katika kambi ambayo iko hapa chini, uende pale juu ya mlima ukate ule mti pale na uweze kuleta hapa kwa kambi. Tungetaka tupasue mbao ama jambo lingine. Na hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Mambo hayo anayaona wakati ameingia katika kujifahamu. Amepoteza ufahamu. Na akashindwa sasa nitafanya namna gani? Hiyo kazi ni ngumu sana, kwenda kwa mlima, kuangusha mti mkubwa sana namna hiyo na kuleta hapa. Wakati ambapo alikuwa anafikiria mambo hayo katika ndoto, anasema akasikia sauti ya mtawala wake. Sauti ya boss. Akamwambia unaona hili gogo limeanguka hapa. Kulikuwa na gogo pale. Gogo ni kipande cha mti. Unaona hili gogo limeanguka hapa. Nataka ulisukume liingie katika ule mto ulio pale. Hakuna haja ya kungangana. Gogo hili likiingia katika ule mto pale, uende ukalie gogo hilo, na hilo gogo litaendeshwa na ule mto, na ule mto unakuja kwa hii kambi hapa. Kwa hivyo hili gogo litaletwa mpaka hapa. Hakuna haja ya kungangana. Sasa hiyo mke wake ni kulia analia, kwa sababu huyu ndugu amepoteza ufahamu, mke wake ni kulia analia. Na wakati alienda akakalia hilo gogo, akaanza kusema, "Ala, linaniendesha. I'm riding on it. Linaniendesha." Akaenda na hilo gogo likamleta katika hii kambi, mahali ambapo bosi yake alikuwa. Lakini huyu boss ambaye alimwambia sasa kalia hili gogo, hakuwa yule wake wa kawaida, alikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Ndiye alimwambia kalia hili gogo, ulisukume kwanza liingie kwenye maji, alafu kalia hili gogo, alafu wewe ujiachilie, utaletwa hapa kwenye hii kambi. Wakati aliinuka kutoka hivyo, akaanza kushangilia kwa sababu hata malaria yameisha. Mke wake akaanza kupiga nduru. Ile shida ikaondoka pale. Najua Mungu anakuonesha namna ya kufanya jambo ili ufikie lengo. Sasa gogo linamaanisha hapo ni neno. Kwa sababu huwa tunategemea ahadi za Mungu. Na neno linaendeshwa na Roho Mtakatifu. Si ni kweli? Kwa hivyo yale maji ni Roho Mtakatifu. Wewe umesimama katika neno, na neno linaendeshwa na Roho Mtakatifu, litakuleta nyumbani. Litakuleta kwa ile kambi pale. Na hiyo inamaanisha uchukue neno ambalo limefunuliwa, ujiachilie Roho Mtakatifu, atakuleta kwenye hii kambi. Usingangane kama mtu, fanya tu vile Mungu anasema. Chukua neno, uwe juu ya neno, neno linaendeshwa na Roho Mtakatifu. Ndio sababu nabii anaongea juu ya mechanics, mitambo ya mashine ni kusema neno, na anaongea juu ya dynamics, ni nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinaendesha neno. Na muaminiwe pale, kazi yake ni kwenda akiwa juu ya neno, ili uweze kuletwa kwenye ahadi za Mungu. Tuweze kuwa kanisa kuu na tabaka kuu la watu.
Are we together, brothers? Kuelewa kanisa kuu, super church na super race, na liliteuliwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Na siku nyingine nilikwambia, kwa sababu nabii anasema ulikuja hapa ili udhibitishe nafasi yako katika maisha. Hiyo ni kweli. Inamaanisha mimi nilikuwa mhubiri kabla ya misingi ya ulimwengu. Ninakuja tu kudhibitisha, si kuwa mhubiri hapa, nakuja kudhibitisha. Nafasi yako sasa ilikuwa ni yako kabla ya misingi ya ulimwengu. Unakuja hapa kudhibitisha. Unaona jambo hilo? Nikakwambia kama wale wanajua kompyuta kidogo, ni kile kinaitwa copy paste. Si unajua copy paste? Ukisema copy pale, unatoa material pale kutoka sehemu moja ya kompyuta kupeleka nyingine ama kupeleka kwa device. Unaona? Na ni jambo lile linatokea. Hakuna lingine linaweza kuingilia hapo katikati. Ni copy paste. Sasa kile ulikuwa kabla ya misingi ya ulimwengu, una copy, Mungu anapaste hapa duniani, ili kile ulikuwa ndani ya Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu uje udhihirishe hayo maisha hapa duniani. Ndio sababu nabii anasema umekuja hapa ili uweze kudhibitisha nafasi yako katika maisha. To confirm your place in life. Super race na super church. Sio kungangana, ni kukalia lile gogo na kuendeshwa na yale maji mpaka kwenye ile kambi. Hallelujah. Wacheni tuombe. Hallelujah. Baba yetu Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, tunakupatia sifa, tunakupatia shukrani. Tunasema ya kwamba wewe ni Bwana, wewe unastahili Bwana. Tunaabudu jina lako na tunakupenda kwa sababu ulitupenda kwanza. Bwana, tunakuinua na tunajua ya kwamba utakamilisha kila mmoja wetu, kwa sababu ni wewe ulikusudia hivi kabla ya misingi ya ulimwengu. Na hivi karibuni Bwana utatukuza miili yetu ili tuweze kuondoka katika shida na changamoto za maisha haya. Lakini kabla ya wakati huo tunahitaji kukomaa. Msaidie kila mmoja Bwana. Tena tufanye kazi kulingana na sheria zako. Tuweze kujiachilia ili uweze kutekeleza jambo hili lote la kutufanya wakamilifu. Ninaomba Bwana, chochote ambacho kinatukwamisha katika safari hii ukiondoe katika maisha yetu. Tungetaka kuwa na mafanikio makubwa ya kiroho. Tusingetaka Bwana kudumaa ama kukwama kwa njia yoyote. Tungetaka Bwana kuweza kufanikiwa kwa njia kubwa. Hebu na tumuoneshe Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Asante Mwenyezi Mungu, ninaomba ya kwamba ujitwalie kila mmoja wetu na ndani ya moyo wake uweze kuweka mapenzi yako yaliyo makamilifu. Ninaombea wale wote walio na shida hii ama ile, changamoto ya kila aina ya maisha haya, wasaidie Baba kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.